Kumekuwa na changamoto kubwa ya maji. Wanafunzi wamekuwa kukosa vipindi na athari zingine tofauti tofauti. Hasa kwa wanafunzi wasichana wanahitaji maji kwa muda mrefu ama mahitaji maji ya kutosha, lakini imekuwa ni changamoto ambayo imekuwa na athari nyingi sana katika shule yetu. Lakini kutokana na huu mradi ambao umeletwa tunasema assistance tofauti tofauti wameweza kutuchangia. Watu kama kanisa la Anglikana Masasi wameweza kutusaidia kupata huu mradi. Kwa sasa hii changamoto imekuwa haipo tena, kwa maana kwamba maji yanapatikana muda wote, wanafunzi wanahudhuria vipindi vizuri inavyotakiwa. Sisi kama wasichana tulikuwa tunapitia changamoto nyingi, kwa sababu tulikuwa tuhudhurii vipindi vyetu vizuri kutokana na ukosefu wa maji, na pia tulikuwa tunakatisha vipindi vyetu kwenda kutafuta maji maporini, ambayo kwa sasa changamoto hii imetatuka. Kwa hiyo tunatoa sana shukrani zetu, tunashukuru na asanteni kwa kutuona sisi kama Nangoma Sekondari. Asanteni. Kwa hiyo na pia tulikuwa tunatumia muda mwingi kuendea maji mtoni, mpaka ilikuwa vipindi vya darasani tunachelewa. Kwa mfano sisi madarasa mitihani tulikuwa tumepangiwa ratiba ya kuingia darasani saa 10:30, ila tulikuwa tunashindwa tunaingia darasani saa 12. Ila kwa sasa tulivyotoa mradi wa maji wa kupitia kanisa la Anglikana, sasa tunaingia darasani saa 10:30 na tunasoma vizuri. Na pia naahidi kwamba shuleni kwetu tutaongeza mimea na tutapanda maua kuzunguka shule yetu kwa chansi tulioipata. Nawashukuru sana waliosogeza maji haya shuleni kwetu. Asanteni. Kwa hiyo kabla ya mradi huu hapa tunapata changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa maji katika mazingira ya jiko, ili kurahisisha upikaji wa chakula na kufanya usafi mazingira ya jiko. Kiasi ambacho ulikuwa wanafunzi wanatumia muda mwingi sana kupeleka mabondeni kuchota maji ambayo sio salama wakati mwingine kwa ajili ya maandalizi ya chakula. Kwa hiyo baada ya mradi huu hapa, kwa kifupi tunaupokea kwa mikono miwili na tunashukuru sana. Na kwa sasa hivi wanaturahisishia sana katika maandalizi ya chakula, ambapo tunatumia muda mchache sana katika maandalizi ya chakula, na mazingira ya jiko pia yanakuwa masafi kwa sababu maji yanapatikana kwa urahisi zaidi. Ukiangalia hususani mazingira ya vyoo vilikuwa vichafu kutokana na ukosefu wa maji, vilikuwa vinachafuka muda wote, mpaka wanafunzi nao walikuwa wanapata changamoto ya magonjwa kutokana na ukosefu wa maji ya kusafisha vyoo, mpaka ikapelekea hata wanafunzi wengine walikuwa wanajisaidia vichakani. Lakini baada ya kupata huu mradi wa maji, vyoo vimekuwa visafi muda wote, maji yanapatikana. Kwa hiyo hata ile adha ya wanafunzi kwenda kujisaidia vichakani imeisha. Kwa hiyo tunashukuru sana kanisa la Anglikana Dayosisi ya Masasi. Upande wa mazingira kwa maana ya miti pamoja na maua vilikuwa vimeanza kunyauka, na tulikuwa tuna plani idara ya mazingira kuanzisha utaratibu wa kupanda miti maeneo mbalimbali, hasa maeneo ambayo ni makame na maeneo ambayo hayana miti kabisa. Lakini pia ukiangalia maeneo mengi hapa shuleni kwetu, miti ilikuwa imeanza maua ilikuwa imeanza kukauka sana. Kwa kupitia mradi huu wa maji tutaweka utaratibu wa kuwa tunamwagilizia maua hayo, lakini pia na miti ambayo tumepanga kuipanda katika mazingira yetu ya hapa shuleni. Kwa shukrani nyingi ziende katika kanisa la Anglican Dayosisi ya Masasi. Mimi kwa majina naitwa Mwalimu Matias Atanas Yaule, makamu mkuu wa shule Nangoma Sekondari. Eneo ambalo tulipo sasa ni eneo la chanzo cha maji. Kisima chetu kina urefu wa mita 160 na kina ujazo wa lita 4700 kwa saa. Awali ya yote ni tangulize shukrani zangu kwa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Masasi kwa kuweza kutufadhili mradi huu wa maji, kwani awali kabla ya mradi huu wa maji changamoto ya maji Nangoma Sekondari ilikuwa ni kubwa kiasi kwamba chanzo pekee ambacho kilikuwa kinatumika kupatikana maji kwa Nangoma Sekondari ilikuwa ni maji ya kuokota, kiasi kwamba ilikuwa inaathiri afya za wanafunzi pamoja na hali ya ujifunzaji wa wanafunzi hapa shuleni kwetu. Kwa hiyo mara baada ya maji haya kupatikana shuleni kwetu, kila kitu kitaenda kubadilika kiafya, kitaaluma na hata kimazingira, kwa sababu vitu vyote ambavyo nimevitaja hivyo awali vilikuwa vinaathirika kutokana na uhaba wa maji. Na kwa nafasi yetu kama kanisa tuliona tuna sehemu ya kuchangia upatikanaji wa maji katika shule za bweni, na hapa ni moja ya shule ambayo tumesaidia, na tunashukuru Mungu kwamba mradi huu tunaenda kukabidhi muda sio mrefu ukiwa na matokeo na mafanikio makubwa ambayo tunaamini ya kwamba utaenda kubadilisha muonekano wote wa shule, itaenda kubadilisha mazingira, itachochea ufaulu, lakini itaondoa magonjwa yale ambayo yalikuwa yanaambukizwa kwa sababu ya changamoto za maji.